Bwana, tuko live kabisa na mkubwa Almasi Mzambele, moja kati ya mameneja wakubwa sana katika industry ya muziki na wana mchango mzito sana kwa baadhi ya wasanii ambao mpaka sasa hivi wanafanya vizuri katika sanaa ya muziki na entertainment Tanzania na Afrika Mashariki. Tukasema leo bwana tuzungumze naye maili matatu. Mwanamji umekuwa moto bwana, habari zake zimekuwa nyingi. Amefanya kazi na watu wa Wasafi, amefanya kazi na watu wa Konde. Tutaka kuyajua mengi zaidi ndani yake. Kaka mkubwa, anakuaje? Bwana poa mwanangu. Kwa vizuri? Sana tu. Kwema? Iko vizuri mzee wangu. Baada za masiku kadhaa mzee wangu. Bwana fresh. Naona upo kaka. Harakati zinaendelea. Si ndio? Yes. Bwana, mimi kuna kadhaa amenileta kwako tuzungumze leo bwana kuhusiana na mambo ya industry. Kwanza game unaionaje sasa hivi? Alafu tukachambue ya ndani. Game ilikuwa inakwenda vizuri, isipokuwa kuna watoto fulani tu wamejaribu hapa katikati kwa sababu ya chuki zao na maneno yao sio kwa na maana. Kwao wametusababishia ugumu fulani hivi kwa sababu mashabiki sasa hivi ni kama wanaanza kuikwepa game, wanaikataa. Okay. Lakini game iko vizuri. Tuko nafasi nzuri sana sasa hivi. Yes. Sawa. Nimefuatilia katika page yako ya Instagram mara kadhaa, nimeona ukiwa unambomoa sana Harmonize kule. Unazungumzia lebo yake inavyoenda, unazungumzia wasanii wako walivyoondoka. Unahisi anafeli wapi Harmonize? Harmonize anafeli kwenye maeneo mengi, lakini kubwa zaidi ni kwamba Harmonize yeye mwenyewe binafsi haijui biashara ya muziki. Yupo kwenye muziki lakini hajui biashara ya muziki. Unajua kuna vitu viwili, kuna kufanya muziki kama mwimbaji lakini kuna kuijua biashara ya muziki. Harmonize biashara ya muziki haijui kabisa, na wala sidhani kama hata ana mpango wa kujifunza kwa sababu alikuwa before alikuwa kwenye lebo kubwa. Kule aliona kinachoendelea, lakini mpaka sasa naona kama hajatoka na chochote kule zaidi ya yeye tu kujua kuimba na kujua labda misingi tu ya muziki unataka nini kwenye uimbaji, lakini sio kwenye biashara. Iko hivyo. Bwana. Lakini kingine pia naona ubinafsi lakini ujuaji mwingi. Hivyo ndio vinavyomsababisha yeye kufeli. Sawa. Yes. Nimeona pia umekanusha ama hukupendezwa na swala la Harmonize kusema eti amekataa watu waseme eti yeye ametolewa na Diamond wakati amelipwa. Hebu tuambie maneno yako kwenye hili. Okay, yani iko hivi. Hakuna sababu wala hana sababu yoyote yeye ya kumtoa Diamond kwenye maisha yake. Unajua huwezi kumkataa baba yako, eti kwamba babangu mzazi kanizaa alimkataa kwamba huyo sio babangu. Hiyo haiwezekani. Diamond kwa Harmonize ni baba kwenye muziki, kwenye sanaa. Yani tusingemjua Harmonize, asingekuwepo Harmonize bila Diamond. Uwepo wa Diamond ndio umesababisha tukamjua Harmonize, tukamjua Rayvanny, tukamjua Zuchu, tukamjua Lava. Ni kwa sababu yake Diamond. Kwa hiyo hana njia yote wala hana sababu ya yeye kumkwepa Harmonize kwa njia yoyote ile, kwa namna yoyote ile. Hajawa mkubwa hivyo kwamba amtoe Diamond kwenye maisha yake. Na hata wewe mkubwa vipi, anapokuwa yeye basi ajue Diamond ndio anapokuwa zaidi, kwa sababu yeye yuko chini ya kivuli na ataendelea kuwa chini ya kivuli kile mpaka anakufa, kwa sababu Diamond ndio aliyemtoa. Iko hivyo. Kuna mwanasheria Mzambele amesema bwana, mtu akisema tu hilo swala kesi inamhusu. Wanasheria tunao wengi, lakini sioni kama kuna kesi hapo, kwa sababu kila mmoja anajua, hakuna asiyejua kwamba hakuna Harmonize bila Diamond. Diamond ndio sababu ya yeye ya Harmonize kuwepo hapa alipo leo. Tusingemjua yeye bila Diamond. Sawa. Yes. Nikikumbuka kuna post ulisema kwamba siku tukimhoji vizuri aliyekuwa meneja wa Ibra, tunakumbusha jina lake kidogo hapa limelitoka. Na ulisema kwamba yeye ndo aliyekuwa anaishi na Harmonize kipindi hicho kitu moja kabla hata kuna WCB. Mpaka WCB mpaka ametoka na ametoka naye tena kuwa Konde Gang, lakini naye akaondoka vile vile. Yes. Kuna nini? Huyo meneja anaitwa Jose wa Mipango, ambaye ndio anamsimamia sasa hivi Ibra. Yule jamaa ni, unajua mimi Harmonize tumekutana Wasafi. Wote tulikuwa kwa Diamond Wasafi. Yule Jose anamfahamu Harmonize kabla hata hajawa Wasafi. Akiwa bado anauza mitumba huko Temeke, wameishi naye ghetto moja hata kabla hajaanza kuuza mitumba. Yule Jose wa Mipango, yule Harmonize walikuwa bado wanafanya biashara fulani mtaani huko vya kuuza biashara fulani ambazo siwezi kuzimention hapa. Lakini wanajuana toka vile walikuwa wanaishi, yani Harmonize alikuwa anaishi kwenye ghetto lake huyo jamaa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anamjua sana, anamjua in and out. Kwa hiyo lakini mpaka Harmonize kuja kupata mafanikio, mpaka tumekuja kuwa naye tuko wote, yule jamaa hajapata hata 100 ya Harmonize kwamba leo hii imemnufaisha yeye kwa sababu alikuwa labda alimsaidia Harmonize sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Hakuna kabisa. Mpaka jamaa tulikuwa naye Konde Gang, akaamua yeye alitoka mapema sana. Aliamua kutoka baada ya kuona hamna kinachoendelea, akaamua kuondoka. Akawa anafanya mishe zake nyingine, alikuwa na Ken yule wanashoot movie na nini, baadaye sasa hivi anafanya biashara nyingine na Kindi ana deal
yule dogo Ibra sasa hivi. Sawa sawa. Na kwa mujibu wa maelezo yako kwenye yale maelezo ni kwamba Harmonize ameshindwa kuwasimamia vizuri wasanii wake ndio maana wameondoka. Lakini kwa maelezo ya Harmonize anasema bwana Diamond ndio amehusika kuwaondosha wasanii wake kwa kuwalaghai. Angela aliahidiwa atatibiwa, hajatibiwa. Ibra ndo kapelekwa wanasheria BASATA sijui. Sio kweli kwamba Diamond anahusika kwenye swala zima la Angela. Swala la Angela kutoka pale lilikuwa liko wazi tu kwa sababu hiyo dada alikuwa kama hapewi ile support ya moja kwa moja. Kulikuwa kuna kitu fulani kama yani kama kumbaniwa. Unajua Harmonize mtu pekee ambaye nilikuwa naona kidogo yuko free kutoa hela yake na kumsupport alikuwa ni Ibra. Ingawa Ibra naye akufanya vizuri kwa sababu Harmonize nimeshawaambia toka mwanzo, Harmonize hajui muziki na hajui biashara hii ya muziki. Anajua muziki kuimba lakini hajui biashara ya muziki inavyotakiwa kwenda. Na pia ni mtu ambaye ni sio msikivu, ni selfish, anajikubali yeye. Yani sio mtu ambaye unaweza kumshauri na akaelewa. Tumemshauri mara nyingi wakiwa hao wasanii wote bado wapo kule. Sweet Chidi, Angela, yule Country, yule yani wote walikuwa bado kule, tukamshauri vitu vingi, tukapanga mipango mingi lakini hakuna hata moja aliyotekeleza. Mwisho wa siku mpaka record label yote kama imekufa yote kwa sababu pale hamna msanii yote zaidi isipokuwa yeye. Kwa hiyo huwezi kuita record label tena afu ina msanii mmoja. Hakuna record label yote duniani ikawa record label ina msanii mmoja. Iko hivyo Pale Korige Gondo ulikuwa manager wa Country Boy pale. Yes, mimi nilikuwa manager wa Country Boy lakini nilikuwa overall manager. Mimi nilikuwa nahusika pia hadi kwa wasanii wengine, hadi kwa Konde mwenyewe. Kama nilikuwa mnaona kwenye tour zote mimi nilikuwepo na mimi nilikuwa nasimamia na play part kubwa sana kwenye issue zote. Tukiwa tunafanya event popote mimi ndio nilikuwa nahusika. Hiyo ukweli kidogo huko kuna baadhi ya chembe za Usafini kuvunja lebo yake. Hakuna chembe yoyote. Hakuna chembe yoyote. Yule dogo Ibra wakati anataka kutoka kaja pale. Kabla hata hajatoka kaja pale kaongea vitu vingi sana na Harmonize. Akimuelekeza mimi nataka nifanywe hiki. Tukienda hivi mimi niko tayari kufanya kazi na wewe maisha yangu yote kwa sababu nakukubali wewe ni brother, tumetoka sehemu moja, umenisaidia kunitoa sehemu moja kuniweka sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi niko tayari kufanya kazi na wewe siku zote na bila shida yote. Kwa hiyo nataka nifanyie hiki. Ametuambia sisi kabla yeye hajaenda kule, sisi tumeshamueleza Harmonize kwamba huyu dogo anataka hivi na hivi, tumfanyie hiki na hiki. Huyu dogo ili afike hatua fulani tufanye A B C D. Lakini Harmonize linapita huku linatokea huku, maisha yanaenda. Kwa sio mtu akujali na yeye hakutegemea kwamba huyu dogo anaweza akatoka. Amemsurprise tu. Huyu dogo kutoka Konde Gang ni surprise tu kwa Harmonize. Hakuwa anategemea kabisa hichi kitu. Yes, hakutegemea kabisa. Kwa hiyo yani vitu kama hivyo, yani ni anavumilia sana. Amevumilia mno. Na dogo mimi kwanza nampongeza dogo kupata hiyo akili ya yeye kutoka, sababu hata hivyo alikumbuka shuka kumekucha. Hakutaka kuendelea kubaki pale kwa sababu kulikuwa hakuna future. Yani huwezi kukaa sehemu ambayo haina future. Japokuwa dogo ametoka pia akaingia kwenye mikono ambayo haikuwa salama kwake, lakini sasa hivi nafikiri ataenda vizuri kwa sababu aliendai sasa hivi anaweza kwenda naye vizuri, hana shida. Ni mtu ambaye pia hata anachukua ushauri kwa watu, kwa najua watafika wanakotaka kwenda. Sawa. Yes. Bwana Almasi Mzambele, wewe kabla hujaondoka pia ni kitu gani ulichokuwa unakiona na ukawa unasema kabisa hii lebo hii kweli haitoboi miaka kadhaa? Ni vile ambavyo mikakati na mipango ambayo tunamfikishia mkurugenzi hataki kuifanyia kazi, anaipokea na kuipuzia. Kwa hiyo huwezi kwenda kama yani kama wenyewe hamsikilizani, hamwezi kwenda. Na hii sio kwangu tu. Huyo Jose Mipango alitoka kwa sababu ni hizo. Japokuwa kuna swala zima la pesa, kuna pesa kidogo alizulumiwa kama milioni 8 na Harmonize. Harmonize anazulumiwa. Alimdhulumu milioni 8. Huyo jamaa anamdai, huyo dogo anamdai Harmonize. Milioni 8. Yes, milioni 8. Yaani kwamba Harmonize milioni 8 hana. Ni percent. Yaani Harmonize nimeshaambia ni selfish. Hela anayo, lakini yeye anajijali yeye tu. Kwa hiyo hakuweza kumpa hela yake yule jamaa. Yule jamaa akaona mimi siwezi kuendelea kubaki hapa. Nimezumia hela zangu ndio akaamua kutoka. Na sio yeye tu. Yule Chopa, si mnamjua Chopa? Ambaye ndio alikuwa meneja yake. Chopa pia kashaondoka. Hayuko Konde Gang kama mlikuwa mfahamu, leo nawapa exclusive hii. Chopa si member wa Konde Gang tena kuanzia ana muda karibuni miezi miwili sasa toka ametoka. Kati tu Harmonize sijui alipost na meneja yake kibao sijui. Yes. Ile ilikuwa ni macho tu. Chopa kashatoka. Na Chopa hahusiki tena na chochote pale Konde Gang. Ndio maana kama unaona sasa hivi Konde Gang kama inalega ni kwa sababu ya kuna watu wametoka pale. Yaani kuna watu wametoka. Kama mnavyoona pia hata Boss Jembe pia hayuko pale. Acha bana. Si mnamuona hayuko naye. Kwa hiyo yani iko hivyo. Kwa hiyo yule dada alikuwa anaitwa Beauty Mali au Mjerumani, mnaona ashaondoka sasa hivi amesafiri zake nchi zake Marekani.
kitu kama hicho. Kwa Chopa pia sababu iliyosababisha yeye akatoka, Chopa anadai pia pesa. Alafu yeye ni ya chini kidogo kuliko hata ile unakuambia milioni 8 ambayo anadai yule Jose wa Mipango. Chopa anadai hela yake ya pasenti ya show ambazo Harmonize alikuwa anafanya. Yeye kama meneja anatakiwa apewe pasenti yake milioni 5 tu. Imekuwa mtihani kupewa hiyo hela yake. Unajua Chopa mara nyingi hata show za Harmonize ukisafiri hata mikoani, Chopa anatumia nauli yake ya mfukoni. Anakata tiketi ya ndege, yeye kwa hela yake ya mfukoni anaenda kuhudhuria kwenye show. Anafanya show anarudi na pasenti yake apewe, anadhulumiwa. Kwa milioni 5 tu zimesababisha asila ya Chopa akaona amwachie nani yake kanafanya vitu vyake vingine. Sasa Harmonize huyu ambaye anaposti tunaona na hapa na wake magari, Harmonize ambaye anaposti ana mjengo, Harmonize ambaye tunamwona mara gym ndani, maisha luxury, sasa hivi anatembea pia na private jet, milioni 8, 5, tukadimisha milioni 13 zimshinde. Hayo ndio yalivyo maisha ya wasanii, kufeki kwingi, lakini wanaishi kwa madeni, mikopo. Yaani usione kila wanachokifanya wewe ukajua kwamba wanatumia pesa zao tu. Mikopo wanadaiwa na makampuni ya kuuza muziki. Yaani si nisemeje, yaani watu wanafeki tu, lakini ana hela fulani vidogo hivi vya kula, lakini sio kama ana hela zile ambazo watu wengine mtaani mnamfikiria. Hana hela hizo. Ana hela ndogo kabisa za kula. Serious nawaambia. Ana hela ndogo za kawaida za kula za kawaida ambazo mtu mwingine yote anaweza akawa nazo. Kuna vijana wengi tu tunaona Kariakoo pale wana maduka, wana hela nyingi kuliko yeye. Yaani wafanya biashara wakubwa ambao wana hela wafanya biashara. Vijana tu wengi wanamshika. Yaani ile maisha ya usanii unajua, si maisha fulani ya luxury ya kwenye social media hizi. Kwa mnaona akifanya hivi akifanya hiki, anatafuta attention kwa watu, basi nyewe mnaona mnachukua, mnajua huyu jamaa ana hela. Hana hela yote. Kwa sababu kwa mtu kama Harmonize alikotoka na Chopa, huwezi kukubali Chopa atoke kwenye gengi yako, mtu ambaye unajua amekusupport kwa hali na mali, amefanya vitu vingi kwa kutumia gharama zake, akili yake yote, unamruhusu anakubali kutoka kwenye record label yako kwa sababu ya milioni 5 tu. Sio nani? Sahihi. Unamjibu majibu ya sarau, muda mwingine anakutumia message akupigia simu upokee, unamjibu shit meneja wako. Sasa unategemea nini? Mtu hawezi kukaa kwa mtu anatoka na sababu ni hizo hela tu, hela nyingi ndogo, milioni 5 jamani, milioni 5 hela ndogo. Sasa hela kaoi yeye anamnyima mtu hela milioni 5 mpaka mtu unamtia hasira na unamjibu majibu ya shit mpaka mtu anaamua kuacha na kazi yenyewe. Sio nani? Juzi alikuwa anasema kwamba sasa hivi yeye ni big fish, yani ana pesa hizo, kwa hiyo mpunga huko. Hana big fish wote ndugu yangu. Huwezi kuwa big fish afu una limitation ya kufika sehemu, baadhi ya sehemu huwezi kwenda. Yaani iko hivi. Yeye kama ni big fish mwambieni aandae show au aende katembele nchi yote ya Ulaya leo. Mimi niko tayari kutoa milioni 5 za kwangu, utampa mtu bure. Harmonize akipata tiketi hapa kaenda nchi yote ya Ulaya. Kwenda kufanya show au kutembea. Hawezi kwenda kufanya show nchi ya Ulaya wala hawezi kwenda kufanya hata kutembea wala kufanya chochote nchi ya Ulaya kwa sababu amepigwa bani, anadaiwa pesa na dada yule Sara, yule mzungu aliyekuwa mke wake. Yule Sara anamdai pesa. Ili jengo ambalo Harmonize wanawapostia kwenye social media kwamba ni jengo lake, si ana nyumba 5, hii ni moja katika nyumba zake 5, wanawadanganya kwamba ana nyumba 5. Sio kweli, hana nyumba 5. Nyumba alionao ni hiyo moja, na hiyo ndio nani Sara yule shemeji yetu wa zamani ameinvest hela zake pale. Anadai pesa zake nyingi. Sara anamdai Harmonize gari yake ile Audi ya kijani ambayo mlikuwa mnaona anatembelea kipindi kile Harmonize. Anadai. Sara anamdai pesa katika hela alizolipwa Diamond za kuterminate contract ile ya milioni 600 ya Harmonize kutoka Wasafi. Sara na hela zake pia aliweka pale. Ni Jembe alihusika, lakini na Sara na hela zake pale. Kwa hiyo ni hela za kutoka kwa Jembe na hela ambazo zitoka kwa Sara. Kampuni moja ya benki. Sara anadai pesa zake sasa. Anataka hela zake. Hela ni nyingi anadai. Kwa hiyo kampiga bani. Harmonize hawezi kwenda kufanya show kokote Ulaya kwa sababu ana ban na inasababishwa na mzungu Sara. Sasa wewe unakuwaje big fish uweze kufika kuna maeneo uweze kufika ndugu yangu? Big fish unatembea kokote ukitaka unajiachia. Kama walivyo wasanii wenzie. Wanaweza kwenda kokote, ile hawezi. Yeye mwambie ni aende au andae show au ataka atembee. Haiwezekani mpaka atakapokuja kumaliza issue yake yeye na Sara. Kwa hiyo unataka kuniambia bwana Mzambele zile tour zake za mwisho baada ya kuachia Msingo Again ndio ilikuwa za mwisho yeye kutembea nje. Hizo ndio za mwisho na zitakuwa za mwisho mpaka atakapomaliza issue yake. Na inawezekana kwa sababu hela yenyewe ni nyingi. Sidhani tena kama mtamwona akifanya show za Ulaya. Sidhani. Hela zenyewe ni nyingi, yani itamchukua muda mrefu sana mpaka aje amalize. Maybe sio labda yule dada sio amtongoze nini vipi tena yule dada labda kwa sababu labda ishakuwa mke wake. Apige simu amletee labda mapenzi yule dada asamee, lakini kwa sasa dada amekaza na dada kampiga bani. Hawezi kwenda kufanya show kokote wala kutembea nchi yote ya Ulaya. Yanakuruhusu ni wapi tu sasa hivi sasa? Labda Marekani huko Afrika huko atafanya show za huko. Lakini nchi za Ulaya tu ndo haruhusiwi kwenda.
Yani namaanisha kwamba si Uingereza au Ujerumani hawezi kwenda, sijui Sweden, sijui Scotland, sijui kote hata Italy, sijui wapi kote, hizo nchi zote ambazo unajua za Ulaya hawezi kwenda. Kuna watu wamekuwa wakisema kwamba ukifuatilia kwa mfano hata speech alikuwa anazungumza juzi, anazungumza kuhusu issue ya Majizo na Diamond, watu anasema kwamba Harmonize bana kinachomharibu inawezekana ni hizi bangi pamoja na wanawake. Pengine wanavyosema watu, kuna ukweli ndani yake kwenye hilo? Unajua alisemalo lipo na kama alipo laja, lakini hili tayari lipo, sio kwamba linakuja. Yani wewe mwenyewe ukimwona tu yani unaona tu kabisa hapa kuna kitu. Yani ukimwangalia tu alivyokuwa anaongea, appearance yake, muonekano wake ulivyo ule na anachokiongea unaona kabisa hapa kuna tatizo fulani, kuna namna yani kuna namna. Yani kuna kama kuna mambo fulani hayajakaa sawa, utajua tu. Almasi kusema kwamba mwanetu aziwezi mosha uwezi. Ndugu yangu, kuna muda unazidisha kipimo, mambo yanaharibika. Kwa hiyo unajua kila kitu kikizidi, wanasema too much is harmful. Yani kikizidi tu inakuwa shida. Kwani kaanza kuitumia kwani? Anaweza kuwa alianza zamani, lakini sasa hivi ikawa imezidi. Unajua tena? Iko hivyo. Ndio. Sasa kipi ambacho kinasababisha wasanii wote ambao wametoka kwa Konde, naona wanaporomoka pia bwana Almasi Mzambele, siwaoni tena kabisa baadhi yao, sana Ibra kwa sasa. Yani kimsingi Ibra sio kama anaporomoka. Ibra alitoka kwa Konde akaenda sehemu ambayo haikuwa nzuri kwake, yani ni kama alidanganywa kwenda kule. Wale watu ambao walikuwa wamemshika kwanza sio wa Tanzania, hawajui game ya bongo inavyokwenda, kwa hiyo hawajui chochote. Kwa hiyo wale walihitaji kupata mtu ambaye kwanza anajua game ya bongo. Walikuwa na Mr. T, lakini Mr. T Touch yule ni producer, hajui harakati za manager, jinsi gani ya kumsimamia msanii moja kwa moja hajui, kwa sababu hajawahi kuingia ili kuwa kama manager physical moja kwa moja, hajawahi kuwa. Kwa hiyo wale walitakiwa wapate mtu ndo awe mbele, lakini sasa wale walimfilisha dogo hapa katikati akawa kama ameyumba, lakini sasa yuko na Jose, mambo yataenda vizuri, hawezi kufeli. Si tupo hata felije, tutajua jinsi gani tunaweza tukashauri tukafanya nini, dogo akaenda, hawezi kuharibikiwa. Ni kweli ambacho mlikuwa mnafaidika Konde Gang ilikuwa ni kutajwa tu kwenye ngoma. Hii nani anamjua? Mbona umetajwa Mle Mzambele anamjua? Alikuwa mnafaidika kutajwa tu. Yani ukiwa Konde Gang usitegemee kupata chochote cha maana pale. Isipokuwa vitu viwili tu. Umaarufu na mademu. Yani wewe kama unataka umaarufu na mademu unaweza kuwa Konde Gang, wala hakuna shida, mademu utawapata, umaarufu utakuwa nao. Hiyo vitu viwili, umaarufu, mademu, vitu ambavyo vipo kawaida na utapata hiyo. Lakini kama unategemea utapata mafanikio ya labda pesa, exposure, yani ufanikiwe au utapata connections nyingi kutoka sehemu mbalimbali kwa watu wa maana, hiyo utafeli, yani utafeli, maisha yako yatakuwa ya ovyo sana. Usitegemee hicho. Wewe nenda pale ukitegemea kwamba nataka mademu, nataka umaarufu. Hivyo tu unaweza kupata. Na umaarufu wenyewe siku hizi umekuwa pia hamna, kwa sababu kama mhusika mwenyewe umaarufu wake unashuka, sasa wewe utakuwaje maarufu? Wakati mhusika mwenyewe ambaye ndo amebeba maono, yeye mwenyewe yuko anashuka, anafeli. Kwa hiyo hata umaarufu wenyewe mwanaweza top 3 anza kawepo ya wasanii wakali, unamweka wapi sasa? Unamtoa nani yani ili akae? Kwa sababu kama kuna Diamond, kuna Kiba, kuna Rayvanny, sasa au kuna Mario, wewe unamweka wapi hapa? Sasa una Diamond hapo, una Kiba, una Rayvanny, una Mario, wewe niambie mweke wapi sasa? Unamweka wapi? Yani kwamba anaweza akaimbia hata Mario na Konde. Kwa sasa mimi ukiniuliza mimi top 3 yako au top 5 yako, mimi ukiniuliza mimi kwa sasa, unajua kuna vitu viwili watu hawaelewi. Kuna msanii mkubwa, sawa, alafu kuna kufanya vizuri. Kwa kipindi hiki Mario ni msanii anayefanya vizuri kuliko wote hapa kwa sasa hivi, ndio anayefanya vizuri kuliko wote kwa sasa hivi. Lakini sasa unapozungumzia msanii mkubwa unamzungumzia Diamond. Diamond ni msanii mkubwa, by the way, ana mapungufu yake mengi, lakini ni msanii mkubwa kwa Tanzania. Ukitafuta msanii mkubwa, Diamond ni msanii mkubwa. The same to Alikiba, yuko hapo. Rayvanny kutokana na makubwa anayofanya, unaona collab zake anazozifanya zinakofika, jinsi anavyo show zake anazozifanya kubwa, unaona anapanda stage kubwa ambazo mtu mwingine hajawahi kufika. Lakini unaona kwenye digital platform anachokifanya, yani namba zake zinavyoongea, huwezi kumkopea na mtu kama Harmonize. Kwa hiyo lazima utamweka pale. Ushaelewa? Sasa Mario anakuja kukaa kwenye nne pale kwa sababu na yeye pia anafanya vizuri, numbers kule zinakimbia sana kule kwenye digital platform kule, lakini yes zinakimbia sana za Mario. Lakini pia unaona kabisa harakati zake zinavyoenda, nyimbo zake zinakofika. Sasa leo Konde anaanza katoa wimbo leo, kesho usisikie tena. Mfano Zuchu na Harmonize kwa sasa hivi, nani msanii bora anafanya vizuri? Zuchu na Harmonize.
Kuanzia kwenye ukiangalia kwenye mauzo bado Zuchu anamshinda Harmonize kuuza. Anafanya vizuri kwenye digital platform, anafanya vizuri. Kwenye labda kazi zao sasa kufika mbali, mimi naona the same tu. Sijaona utofauti mkubwa kwamba huyu sijaona. Naona sawa. Upi mwarobaini wa Harmonize ili arudi kwenye mifumo ya kuwa msanii ambaye anaweza kusimamia na akajisimamia yeye mwenyewe? Kwanza ni kuwa msikivu. Wasikilize wanaokuzunguka. Unajua wewe huwezi kuwa unajua kila kitu. Kwenye dunia hii hakuna anayejua kila kitu. Rais pamoja ni taasisi, anakuwa na washauri, fikiria ana mawaziri, baraza sio lake, sio manaibu waziri kile, lakini pia ana washauri. Umeona? Iko hivyo. Kwa hiyo sasa wewe tayari wewe ni msanii ambaye unataka kuwa msanii mkubwa. Wala ile timu inakuzunguka ile, kwa sababu umeiandaa mwenyewe, maana yake unawaamini. Basi waamini na kwenye ushauri, wasikilize wanachokushauri, fanyia kazi, pokea ushauri kwa watu wengine pia. Hivyo utafanikiwa, lakini ukiwa tu wewe unategemea akili yako tu kwamba wewe ndio mastermind wa kazi zako, wewe mastermind wa kila kitu unachokifanya, hauwezi kutoboa. Hivi kwenye ile alikuwa anazungumza Majizo tumezea la mwisho, wasanii waombe msamaha ama na wewe unaungana kwamba kwenye watu hawana makosa katika hili? Wasanii waliosababisha yote haya mpaka tunafikia huku wanatakiwa waombe msamaha wao wenyewe, sio bosi Majizo kuja kuwaombea samahani, kwa sababu wale wana midomo, sio wagonjwa kwamba wamelazwa hospitalini hawezi kusema, wana midomo yao, waliongea maneno wakiwa na akili zao timamu na kwa makusudi wao wenyewe, kwa sababu kama wameona kuna madhara wanayapata au kuna shida wanaipitia, kwa niaba ya wengine wao wenyewe ndio watoke mbele waombe samahani ili maisha mengine yaendelee. Lakini kama hawajaomba samahani, mimi pia niko na wananchi wanachokiamua waamue. Yes. Basi la kumalizana na watu wako Bwana Almasi Mzambele, sasa hivi labda biashara zako na nini, maana kidogo naona kwenye sanaa kama sikipo kwa busy na michongo yako mingine. Bwana mimi kwa sababu ya ili vuguvugu ambalo lipo sijataka kuwapa watu location ya wapi inapopatikana lakini mimi kwa sasa jamani ni mfanya biashara wa vinywaji baridi na moto, nikiwa na maana kwamba namiliki bar. Nitawakaribisha siku moja baada ya mambo haya, tutakutana tena kama hivi, tutaongea, tutawaambia jamani location yangu inapatikana sehemu fulani.